kufafanusha kwa maneno yako, kuatia nuru na kumfahamisha mjini. Kwa nikiwa na neno, ninayo macho, najua pa kwenda, ninajua pa kwenda, siendi gizani, ninajua njia ya kuchukua kwa sababu na neno. Haleluya, amen. Zaburi 19 mstari wa 8. Zaburi 19 mstari wa 8. Biblia inasema, maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Amri ya Bwana ni safi, hutia macho nuru. Niwezesha kuona. Neno la Mungu linawezesha kuona. Ndio maana tunasema neno la Mungu, ndani ya neno lake kuna macho yanayotuongoza, kuna macho yanatusaidia tuweze kuona sawa sawa. Waebrania 4:12. Waebrania 4:12. Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hapo mwisho hapo anasema lije pesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Ukiwa na neno la Mungu unaweza kusoma moyo wa mtu, unaweza kusoma mawazo yake hata asipokuambia, unajua. Haleluya, amen. Ndio maana tunasema neno la Mungu ni macho yanatuongoza, yanatufanya tusiingie gizani, yanatuongoza mara sahihi pa kupita, mara sahihi pa kwenda. Neno la Mungu, nini kimo katika neno ambacho kinatufanya tuangaze? Namba 4, ndani ya neno kuna ushindi. Ndani ya neno kuna ushindi. Yeremia 23:29, je, neno langu si kama moto? Je, si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Neno langu si kama moto? Je, si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Kuna ushindi ndani ya neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna silaha, ni silaha. Ukiwa na neno la Mungu unayo silaha zaidi ya upanga, zaidi ya risasi, zaidi ya mshale. Na ndio maana Mtume Paulo anasema kushindana kwetu si katika mwili na nyama, bali ni katika nguvu za Mungu ziwezazo, ambazo zinaweza kuangusha hata ngome. Kitu gani anazungumza Mtume Paulo? Kwa sababu moja, kitu ambacho tunacho ni neno. Hatupigani kwa mwili, hatupigani kwa nguvu, tunapigana na neno. Neno langu si kama moto. Je, si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Silaha zetu za mwili, moja silaha ni neno. Kwa ndani ya neno la Mungu kuna ushindi, kwa sababu neno la Mungu peke yake ni silaha. Ndio maana kuna mambo mengine tunayatamkia neno tu, halafu tunatulia. Ndio maana kuna mtu anaweza akapigana nayo mwilini, wewe unaachilia neno, halafu unatulia, sababu ndani ya neno la Mungu kuna ushindi, kuna silaha imejificha ndani yake. Neno langu si kama moto. Je, si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Efeso 6:17. Efeso 6:17. Yes. Biblia inasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Pokea chapeo ya wokovu na upanga wa Roho. Nikiona neno nina zaidi ya upanga, ni upanga. Mtume Paulo anaita upanga neno la Mungu, upanga. Kwa ndani ya neno la Mungu na uhakika nikionalo na ushindi, na uhakika na ushindi. Hata kama sina bunduki, neno la Mungu ni zaidi ya bunduki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mathayo 7 mstari wa 24 na 25 ni habari ya Yesu akasema, yeyote anayesikiliza maneno yangu na kuyafanya amefananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Upepo kaja, mafuriko akaja, nyumba ikabaki imara. Haleluya. Amen. Lakini asiyesikiliza na kuyatenda maneno yangu, siku ni mtu anafananishwa na mtu asiyejenga juu ya mwamba. Mafuriko yatakapokuja,
sababu wewe umejenga juu ya mchanga. Mafuriko yatakapokuja, upepo utakapokuja, nyumba inaondoka. Lakini aliyejenga juu ya neno anasema amejenga juu ya mwamba. Ndio maana anasema ni ngome imara. Ndio maana kuna wimbo fulani unasema mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba. Kwa nini? Kwa sababu yeye Yesu ni mwamba na neno lake ni mwamba, kwa sababu neno lake ndio Yesu. Nikiona neno, ninayo silaha zaidi ya silaha, kwa sababu neno lake ni mwamba, neno lake ni moto. Nimesikia Yeremia anasema ni moto. Neno lake ni nyundo, lakini ni mwamba. Yeremia anasema ni nyundo na ni moto. Yesu mwenyewe anasema ni mwamba, neno lake ni mwamba. Alafu mtume Paulo anasema hivi, neno lake ni upanga. Upanga. Nikiona neno, nina yote haya. Nina mwamba, nina upanga, nina nyundo, nina moto. Na ndio maana unasikia Waebrania anasema Mungu wetu ni moto ulao. Anakula kupitia nini? Anakula kupitia neno lake. Aliko mashakataya. I receive. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unatakiwa utembee kifua mbele, yani kama unalo neno. Kama unalo neno. Kama umenipa nafasi neno kwenye maisha yako, tembea kifua mbele. Hatukutana na wachawi 6. Unatakiwa wewe waachie njia, wakuachie wewe. Sababu wewe ni mwamba. Amen. Na sio tu mwamba, wewe ni moto. Amen. Na sio tu moto, wewe ni nyundo. Amen. Na sio tu nyundo, wewe ni upanga. Amen. Haleluya. Amen. Ndani ya neno kuna ushindi usiokuwa wa kawaida. Kuna ushindi wa ajabu katika neno. Haleluya. Yeremia sura 5 mstari 14. Yeremia 5 mstari wa 14. Biblia inasema, kwa sababu hii na Mungu wa majeshi asema hivi, kwa sababu mnasema neno hili, tazama nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, nao moto utawala. Maneno yangu, Mungu anaweza kufanya maneno yake kwenye kinywa chako yakawa moto, alafu akafanya maadui zako wakawa kuni, wakaliwa na huo moto. Hivyo alivyomwambia Yeremia. Itakuwa unabii wa mtu fulani mahali hapa. Amen. Bwana ageuze maneno yako kuwa moto. Amen. Kinyume na maadui zako. Amen. Na maadui zako walio kama kuni. Walio na moto kama kuni. Amen. Maadui zako walio na moto kama kuni. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Waebrania sura 4 mstari 12, turudie tena pale. Utaona nguvu iliyo ndani ya hili neno la Mungu. Kuna silaha ya ushindi ndani. Waebrania 4:12. Waebrania 4:12 inasema, maana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Lina nguvu. Tena lina ukali. Lina ukali. Kuliko upanga wao wote. Kuliko upanga wao. Sikiliza, pale mtume Paulo anatuambia kwamba neno ni upanga. Sasa Waebrania anatuambia ina ukali kuliko upanga wa kawaida. Neno hili la Mungu. Sasa unalichukulia kawaida. Biblia sio ya kulalia. Haitafanya kazi kwa kulala naye kuweka chini ya mto. Alasi. Maana Wakristo wengi Biblia wanaweka chini ya mto. Wanasema ndio inamlinda. Haikulindi kwa hivyo. Utakiwa uliweke kwenye moyo. Afu ukilifyatua, maadui wanageuka kuwa kuni. Ala mazeketaya. I receive. Maadui zako wageuke kuwa kuni kwa jina la Yesu. Amen. Walio na moto wa Bwana. Walio na neno la Mungu. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Ulao. Na kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao, sasa sikiliza. Yohana 1:12. Kila aliyempokea akafanyika kuwa nani? Mwana. Alafu sikiliza, Yohana 10:35. Anasema ya kwamba ndinyi miungu. Nimekwisha kusema ndinyi, nyinyi ndinyi miungu. Je, haikuandikwa katika Torati na andiko haliwezi kutanguka? Haleluya. Sasa kila aliyempokea akafanyika kuwa mwana. Alafu tena tunaambiwa kila aliyempokea akafanyika kuwa Mungu. Alafu anasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo na wewe ni nani? Moto ulao. Haleluya. Amen. Kwa hiyo na wewe ni moto ulao. Amen. Sema mimi ni moto ulao. Mimi ni moto ulao. Kila adui aliye kinyume changu atageuka kuwa kuni. Atageuka kuwa kuni. Ataliwa na moto. Ataliwa na moto Bwana.